Alasiri njema mpenzi msikilizaji popote ulipo, na karibu kwenye habari za sasa, stesheni nambari 1 yenye habari za kuaminika kote nchini. Leo hii ikiwa ni Jumaa ya tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026. Popote ulipo msikilizaji, ujambo na karibu. Mimi ni Thomas Malinda. Nami ni Tubi Faith. IEBC kumchagua Ledama kama afisa mkuu mtendaji. Mchezaji wa Kakamega Homeboyz Silas Abugana amefariki baada ya mzozo mdogo. Hujambo na karibu. IEBC imemteua Moses Ledama Tsunguli kama kaimu mkurugenzi mtendaji na katibu wa tume kufuatia kuondoka ghafla kwa Hussein Marian. Tume hiyo imesema uzoefu wa muda mrefu wa Tsunguli utasaidia kudumisha mwendelezo wakati wa kipindi cha mpito. Uteuzi huo wa kaimu unakuja huku IEBC ikikabiliwa na ushinikizo jipya na kujenga upya imani na kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwakilishi wa wanawake wa Kisumu Ruth Odinga amemtetea Edwin Sifuna huku kukiwa na mgawanyiko mkubwa katika siasa za chama cha ODM. Ameibua wasiwasi kuhusu vyanzo vya ufadhili kwa mikutano ya ODM ya Linda Ground na ushirikiano wa kisiasa na serikali ya Kenya Kwanza. Ruth amehoji kujitolea kwa serikali kwa mkataba wa muungano wa kabla ya uchaguzi huku kukiwa na mvutano unaoongezeka. Rais wa zamani wa LSK ameonekana rasmi katika ofisi za DCP huko Lavington akiwa amevalia sare za chama, hatua iliyopangwa hadharani ambayo ilimweka ndani ya chama cha upinzani kinachokuwa Havi. Amefichua kwamba mazungumzo na Gachagua tayari yalikuwa yametoa makubaliano kuhusu azma yake ya Westland chini ya bendera ya DCP. Mwanzilishi wa hospitali ya wanyama ya St. Marco huko Lagos, Daktari Mark Ofua ameshiriki baadhi ya ishara kwamba nyoka anaweza kuwa amejificha ndani ya nyumba au nyoka kadhaa wanaweza kuwa ndani ya nyumba ya mtu. Daktari wa mifugo mwenye shauku ambaye pia ni mtaalamu wa nyoka ambaye amefanya kazi tangu mwaka 2014 pia ameshiriki kwamba nyoka ni viumbe vya asili na kimya, kuimarisha kwamba wanaweza kuishi ndani ya nyumba kwa miaka mingi bila kugunduliwa. Tukisonga mbele msikilizaji, ni kuwa mwanawe seneta wa Machakos Agnes Kavindu amefariki Jumatano Februari tarehe 5. Ripoti za awali zimeonyesha kilichotokea kabla ya Nuya ambaye alifanya kazi katika serikali ya kaunti ya Machakos kufariki. Viongozi mbalimbali wametoa rambirambi huku msiba huo ukifuatia msiba mwingine katika familia miaka 3 iliyopita. Mahakama Kuu ya amuru Inspector General Douglas Kanja na DCI Mohamed Amin kumtoa mfanyabiashara aliyepotea Ahmed Mohamed Ibrahim. Wakishindwa kumtoa, mahakama imesema wanapaswa kuwasilisha hati za kiapo ndani ya saa 24 zinazoelezea kukamatwa kwake na kuzuiliwa au mahali alipo. Ahmed, mfanyabiashara wa samaki mwenye umri wa miaka 25, anaripotiwa kwamba aliondolewa kwa nguvu kutoka kwenye basi huko Korinda mnamo Januari tarehe 25 na wanaume wawili na wanawake wawili wanaodaiwa kuhusishwa na DCI. Mbunge wa Belgut Nelson Koech ameomba msamaha bila masharti kuhusu matamshi yaliyotolewa miezi kadhaa iliyopita, mabadiliko ambayo yamefuata upinzani unaoendelea. Mbunge huyo wa UDA alikiri kwamba matamshi hayo yalikuwa ya makosa na ni aibu, akisema yalichochewa na hisia. Picha za CCTV zimefichua wakati wa kutisha ambapo mfanyabiashara wa duka linalofanya kazi saa 24 huko Mtwapa alikabiliana ana kwa ana na genge lenye silaha lililovamia eneo lake. Wakati wa tukio hilo, mfanyabiashara huyo asiye na taarifa alikuwa akiwahudumia wanaume wawili kwa utulivu ambao walijifanya wateja bila kujua kwamba walikuwa sehemu ya majambazi.
Kamishna wa Tume ya Huduma za Bunge PSC Johnson Muthama ametoa taarifa kufuatia kifo cha mwanawe. Moses Nduya Muthama alifariki Jumatano Februari tarehe 4 muda mfupi baada ya kukimbizwa hospitalini huko Machakos. Wakenya wengi waliguswa na ujumbe wa seneta huyo wa zamani, baadhi wakishiriki maneno ya kutia moyo kwa familia. Naibu wa gavana Oyugi Magwanga afikishwa mahakamani baada ya utawala wa kaunti kufunga ofisi yake kwa zaidi ya miezi miwili. Magwanga ameeleza sababu ya kumpinga gavana Gladys Wanga katika uchaguzi wa mwaka 2027 huku migogoro yao ikizidi kuongezeka. Magwanga amemshutumu Wanga kwa kutumia vibaya mabilioni ya pesa zilizokusudiwa kwa ajili ya maendeleo Homa Bay. Tukisonga mbele ni kuwa Coco Networks imefunga shughuli nchini Kenya na kuwaacha mamia ya maelfu ya wateja wakiwa hawana uhakika na angalau mamia ya wafanyakazi wakikimbiliwa na hasara ya kazi. Kampuni hii imesifiwa kwa kutoa mafuta ya ethanol ya bei nafuu na rafiki kwa mazingira ambayo yalipunguza utegemezi wa makaa.